Napenda niwakumbushe kuwa azina amrun qabihun muharramun bilkitabi wassunna walijma' liannahu yajma'u khilala sharri kullaha. Napenda kuwakumbusha Waislamu wenzangu ambao mnanisikiliza hivi sasa kuwa zinaa ni uchafu. Zinaa ni uchafu ambao umeharamishwa kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa mapatano ya wanawachuoni wote wa Kiislamu, kwa sababu uchafu huo unakusanya mambo yote ya shari. Zinaa ni uchafu ambao umeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wanawachuoni wote wamepatana juu ya uharamu wa uchafu huu, kwa sababu uchafu huu unakusanya mambo yote ya shari. Zinaa inamfanya mtu aende klabu na sehemu mbalimbali katika kumbi za starehe kwenda kunywa pombe. Kadhalika zinaa inamfanya mtu aende disco kutafuta wanawake na kucheza nao. Zinaa inamfanya mtu apambane, kwenda muda mwingine akafikia kuiba au kutepeli au kufanya ujambazi, ili mradi apate pesa ya kumhonga mwanamke. Na ndiyo maana utaona hata baadhi ya vijana wanapambana katika kutafuta, wanaminyana katika kutafuta, wanatafuta kwa jasho kali sana, mchana na usiku wanatafuta, wanahangaika kutafuta riziki. Lakini ukitazama katika mafanikio ya kidunia wapo chini sana. Kwa nini? Kwa sababu vile vipato vyao, pesa zao ambazo wao wanazipata katika kazi zao, katika biashara zao, katika mihangaiko yao ya kila siku, wanapeleka kwa wanawake. Bali zinaa yaweza ikamfanya mtu atoweke kabisa katika njia ya kheri, katika njia ya kutafuta elimu ya kisheria. Nadhani hili lipo wazi kwa wengi katika talabatul ilmi, kwa sababu tumeshuhudia zaidi ya mara moja baadhi ya wanafunzi wakifukuzwa katika marakiz na madaris kwa sababu ya jarima tuzina. Hilo lipo wazi, halina shaka katika hilo. Haya yote ni katika madhara ya zinaa. Kwa maana shari hizi zote zinakusanywa na zinaa. Sasa basi, pamoja na hayo yote ambayo sisi tumeyataja kwamba zinaa ni uchafu na umeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naye pia ameharamisha, kadhalika mapatano ya wanachuoni yapo juu ya uharamu huu. Pamoja na hayo yote tuliyotaja, kwa masikitiko makubwa, jamii tuliyokuwa nayo, zinaa inaona kuwa ni kitu cha kawaida sana, ni kitu chepesi, hakina neno. Na ukitaka kujua hilo, hebu jiulize katika mji wenu kuna watoto wangapi wa zinaa, na watu wangapi wanakaa na vimada bila ya ndoa? Watu wangapi? Ni ulufu muallafa. Kwa nini? Kwa sababu zinaa katika jamii hii ya sasa ni kitu cha kawaida, ni katika mambo ya maendeleo ya kiulimwengu na usasa wa kiulimwengu. Huyu akakaa na mwanamke pasina ndoa, na yule akakaa na mwanaume pasina ndoa. Ni kawaida, ni kitu cha kawaida tu, wala hakuna neno wala kuna cha kushangaza hapo. Ndio ukawaona kuna baadhi ya watu wanasafiri kutoka katika mikoa yao kwenda mikoa mingine, wakatumia gharama nyingi za pesa kufuata uchafu wa zinaa, kuwafuata wanawake. Kuna watu wazinifu, zipu zao hazifungi, zipo wazi kila mara kwa sababu ya uchafu huu. Hapa nazungumza na Waislamu, sizungumzi na Wakristo, nazungumza na Waislamu.
jamii ninayoitaja hii ni jamii ya Kiislamu, wake kwa waume, wanawake na wanaume wameingia katika uchafu huu. Wavaa masuruali, kadhalika wavaa kanzu, wavaa madila, kadhalika wavaa majuba, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu. Kwa hiyo hali imefikia hapo, mwenye kuvua kanzu akavua, mwenye kuvua suruali akavua, mwenye kuvua dila akavua, mwenye kuvua juba akavua, kwa sababu ya uchafu huu. Hiyo ni jamii ya Kiislamu, na haya yote yanaonyesha namna jamii ya Kiislamu ilivyo mbali na maadili sahihi ya Kiislamu, na namna shaitani alivyowapambia katika jambo lao, wakasahau adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameiandaa maalumu kwa ajili ya wazinifu huko akhera, na wakasahau kwamba wazinifu watakapofika mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni watu ambao watakuwa madhalili, wanyonge, wenye kubezwa, hawana hadhi yoyote ile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah jalla wa ala: walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. hawa ndio ambao wameondoshwa, lakini ukiwatazama hawa watatu ambao wametajwa hapa mwanzo, wote wanaingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye haombi pamoja na Allah, kwa maana haabudu pamoja na Allah Mungu mwingine, na wala haiui nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza kuiua isipokuwa kwa haki, kadhalika wala hawazini, hawa ndio ambao wameokoka. Lakini sasa Allah subhanahu wa ta'ala akatoa angalizo na onyo: waman yaf'al dhalik, yoyote ambaye atakayefanya moja katika haya yaliyotajwa, akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana akaomba Allah pamoja na Mungu mwingine, au akaiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha pasina haki, au akazini, yoyote ambaye atakayefanya moja katika hili, basi huyo atakutana na bonde ambalo lipo ndani ya Jahannam, na ataongezewa yeye adhabu kali siku ya Kiyama, na atakaa humo hali ya kuwa ni mwenye kudhalilishwa, hana hadhi, na atabakia humo hali ya kuwa ni mwenye kudhalilishwa, kwa maana hana hadhi, ni mnyonge. Na hakuna mtu kukaa motoni kwa iza, hayupo. Yoyote ambaye atakayeingizwa katika moto basi kadhalilishwa. Allah subhanahu wa ta'ala akamvua yule ambaye ametubia, au akawavua wale ambao wametubia wakaamini na wakafanya matendo mema. Hao ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anabadilisha mabaya yao kuwa mema, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma. Al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake Ad-Da'u wad-Dawa, wakati anasherehesha aya hii akasema: faqarana az-zina bishirki wa qatli an-nafsi wa ja'ala jazaa dhalika al-khulud fi an-nari fi al-'adhab al-mudha'af. Allah subhanahu wa ta'ala akaambatanisha zinaa na ushirikina katika aya hii, kadhalika akaambatanisha zinaa na kuua nafsi katika aya hii, kwa maana katika uharamu, na akajalia, kwa maana akafanya malipo ya haya yote yaliyotajwa matatu ni mtu kubakia motoni, ni mtu kubakia motoni fil adhabi almudha'af, ndani ya adhabu ambayo ni kuongezwa uchungu wake. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawasifu waumini ambao wamefaulu, akataja sifa nyingi ambazo zimepelekea wao wafaulu,
akafikia mahala akasema, walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, na wale ambao ni wenye kuhifadhi tupu zao, kwa maana hawafanyi uzinzi, hawafanyi zina, zipu zao hazipo wazi, zimefungwa, isipokuwa kwa wake zao, na wale ambao mikono yao ya kuume imewamiliki, hao si wenye kulaumiwa. Ama wale ambao watakayeruhusu tupu zao kufunguka nje ya hawa wawili, mke na yule ambaye umemmiliki kwa mkono wa kuume, basi hao wataingia katika lawama. Al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi pia hakubaki nyuma katika kuisherehesha aya hii, akasema, wa hadha yatadhammanu thalathata umurin anna man lam yahfadh farjahu lam yakun min al-muflihin wa annahu min al-malumin wa min al-aadin fafatahu al-falah wastahaqqa al-udwana wa waqa'a fi al-lawm. Wa hadha, na hili lilotajwa katika aya hii linakusanya mambo matatu. Yule ambaye hakuhifadhi tupu yake, hakuifunga tupu yake, akaiachia tu wazi, basi huyu hawi miongoni mwa wale ambao wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hakika mambo yalivyo, yeye atakuwa ni miongoni mwa wale ambao wenye kulaumiwa na Allah, wenye kusemwa vibaya na Allah, wa min al-aadin, na atakuwa miongoni mwa wale ambao wenye kufanyiwa uadui na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye amefanya uadui, amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kifupi, atakuwa ni miongoni mwa maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fafatahu al-falah, kukamfutu yeye kufaulu, kwa sababu hakuwa miongoni mwa wale ambao wamefaulu. Wastahaqqa al-udwan, na akastahiki kufanywa uadui. Wa waqa'a fi al-lawm, na akatuka katika lawama.